tafiti ndiyo iwe dira yetu, ndiyo hilo roadmap, ili tufanye na kujifunza kutokana na makosa ya wengine. Sisi tusiingie kwenye makosa. Hatuna sababu ya kujifunza kutokana na makosa yetu, wakati tayari kuna nchi zinazoendelea, si ndio, na nchi maskini, si ndio zinaitwa hivyo. Sasa tujifunze kwenye nchi nyenzetu zinazoendelea. Sisi sio nchi maskini, ni nchi inayoendelea. Tujifunze kwenye nchi maskini wameferi wapi, wameanguka wapi. Tujifunze kwenye nchi za wenzetu tunazoendelea, na tujifunze kwenye nchi zilizoendelea kwenye hatua zile, ili tufanye yale yaliyo sahihi tu. Makosa tuwaachie, lakini tuwaombee heri kwamba wasiyarudie, na sisi wenyewe tusiyarudie, kwa sababu makosa tunapata hasara. Kwa hiyo tafiti, taarifa za masoko, ni wajibu wetu wa msingi kutafuta taarifa za masoko ndani na nje ya nchi. Dunia kiganjani. Tafiti nyingine siku hizi ni rahisi tu, na kuna AI sasa hivi, kuna ChatGPT sijui na mambo mengi tu. Unaweza kupata taarifa within a fraction of second ulipo. Kwa hiyo taarifa ni muhimu kuzitafuta popote kule zilipo, taarifa za masoko, taarifa za biashara, taarifa za uwekezaji, taarifa za wajasiriamali, taarifa za viwanda, biashara, kila kitu tukitafute na tuzichambue na kuzichakata kitaalamu na kuzipeleka katika ushauri kwa serikali, kwa mamlaka ya wizara na maeneo mengine, ili tuweze kunufaika zaidi katika kuongeza ushindani wa masoko ya ndani na nje ya nchi, lakini pia kuongeza ushindani katika kuratibu brandi yetu, kuikuza zaidi, na jinsi ambavyo tumesema made in Tanzania lazima sasa ikue na ipae zaidi kwenye hayo maeneo, ili tuweze kufikia malengo tuliyoyakusudia. Kwa umuhimu na uzito mkubwa, tuheshimu, tuzingatie, tusimamie, tutetee na kulinda muungano wetu, ikiwa ni pamoja na kutoa ushirikiano wa kutosha wala usiotiliwa shaka na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Hussein Mwinyi na viongozi wote Zanzibar, ambaye Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, na viongozi wote wana ushirikiano mkubwa, sio tu wa kikatiba na kisheria, lakini pia wa kitaifa, wa kizalendo, katika kuhakikisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasonga mbele. Hivyo yoyote awaye katika ofisi hizi, zingatia wakati wote, hasa kwa TanTrade, ambapo pia ni sehemu tunashirikiana na tunaungana kwenye maeneo ya biashara na upande wa Zanzibar. Na nimefurahi sana kuona kwenye footage yenu mmeelezea kuhusu uchumi wa blue Zanzibar na hatua nzuri walizozipiga kwenye utalii. Idadi ya hoteli ni kitu cha kujivunia na ni fahari yetu kwa Tanzania. Lazima tubebe huo fahari. Zanzibar ni sehemu ambayo inatusaidia sana kama sehemu ya Jamhuri ya Muungano kwenye masuala ya ushindani wetu duniani kitalii. Huwezi kueleza utalii wowote wa Tanzania bila kugusa Zanzibar. Kwa muktasari, katika utekelezaji wa ilani ya mwaka 2025 tumeweza kuunganisha jumla ya makampuni 1065 za Kitanzania na masoko ya nje, kujengea uwezo kupitia programu za mafunzo kwa vijana na wanawake ambao jumla yao 14,045 ili waweze kuendesha biashara kwa ushindani. Vile vile kupitia matukio ya kukuza biashara tunayoratibu, tulifanikiwa kupata mikataba 36 yenye thamani ya Tanzania trilioni 17.35 kupitia maonyesho ya Expo 2020 Dubai, mikataba 8 yenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni 38 kupitia Expo 2020 Osaka Japan iliyomalizika mwezi wa 3 mwaka huu, na mikataba 10 yenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni 176 ilisainiwa katika kipindi cha maonyesho ya biashara ya kimataifa yaliyomalizika, ambayo ni maonyesho ya 49, na tunatarajia kuandaa maonyesho ya 50 kusherehekea Golden Jubilee ya maonyesho yetu makubwa
kwa East and Central Africa. Mikataba hii ilifanikiwa na ilifikiwa katika sekta mbalimbali ikiwemo bandari, miundombinu, teknolojia, afya, madini, bidhaa za kilimo na viwanda, tehama pamoja na nishati. Mheshimiwa Naibu Waziri, hapa ndio unaona umuhimu wa TanTrade kama ni daraja la sekta zote kuunganisha biashara. Aidha, katika kuimarisha mazingira ya biashara nchini, tulifanya utafiti wa hali ya biashara nchini kwa lengo la kupata uelewa wa masuala muhimu na changamoto zinazowakabili wafanyabiashara. Utafiti huu ulihusisha jumla ya biashara 334 kutoka mikoa 7 ya Tanzania bara na Zanzibar, na matokeo yake yameendelea kutuongoza katika kuboresha huduma zetu na kuweka mikakati sahihi ya kuendeleza biashara. Kadhalika, katika kutangamanisha shughuli za biashara na uchumi, katika kipindi cha miaka mitano tuliwezesha kupatikana kwa ajira za muda mfupi 86,547. Tuliendesha huduma za kliniki za biashara zilizoratibiwa mahsusi kutatua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara kwa kuwapatia ushauri wa moja kwa moja, kufafanua utaratibu za biashara, kuwasaidia kupata ufumbuzi wa haraka kwa masuala yanayochelewesha uendeshaji wa shughuli zao za kibiashara. Kupitia hilo tuliweza kuwafikia wafanyabiashara 7,602 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Geita, Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumeweza pia kufanikisha uanzishwaji wa nembo ya Made in Tanzania. Hii ni rajamu muhimu sana ambapo nchi nyingi za Afrika tayari imeshakuwa na rajamu hii. Tanzania tulikuwa tumechelewa, lakini sasa tumeweza kufanikiwa. Nembo hii itakayokuwa ikitumika na kutambulisha, kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma za Tanzania, pia kutambulisha bidhaa za Tanzania na uasili wake, lakini pia protection, swala la kukinga na kuhifadhi bidhaa zetu za Tanzania. Mpaka sasa bidhaa na huduma 30 tayari zimeshasajili kupata alama hiyo, na tunaendelea kuhamasisha wadau wengi zaidi kuweza kutumia nembo hii, na matarajio yetu ifika